ndani ya chama kifukuzwa kwa jumla, sababu tu ya kumpinga Rais Samia, uteuzi wa Rais Samia uweza kuwa ni mwenyekiti au mgombea, kwa maana kwamba kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Nadhani mwatendea haki au wana Chama cha Mapinduzi ya nini, kwamba makada wa Chama cha Mapinduzi au wajumbe kwa ujumla wake ambao wapo kwenye hizo kamati zenu, ambao wengi wao au baadhi yao walikuwa wanatamani kwamba Rais Samia aingie kwenye kinyang'anyiro cha kugombea, kwa maana kwamba washindanishwe na wengine ambao wanataka hiyo nafasi. Nadhani mwatendea haki kumpitisha Rais Samia moja kwa moja. Kwanza labda nizungumzie mambo mawili. Umezungumzia swala la kufukuzwa wanachama Mzee Malisa. Chama chochote cha siasa kinaongozwa na katiba, kinaongozwa na kanuni ambacho chama hicho kimejiwekea. Sasa chama chetu utaratibu uko hivi. Yeye Malisa alipogundua kwa maoni yake kwamba chama kimekosea utaratibu wa kumtoa Rais Samia kuendelea kuwa mwenyekiti wa chama au kuwa mgombea tena wa miaka mitano, kwa maana 2025 na 30, alipaswa kufata utaratibu wa chama. Chama chetu kinasema unapoona kuna vitu vimekiukwa, yeye kama yuko kwenye level ya tawi alitakiwa apeleke barua ya malalamiko ndani ya chama, awaandikie chama na apeleke kopi mpaka taifa, kitu ambacho Malisa hakufanya. Alichokifanya Mzee Malisa ni kutengeneza platform nje, ambacho kiutaratibu ule ni usaliti kama usaliti mwingine, na huo unaofanywa huo usaliti wa design hiyo, huyo ni kama muhaini, kwa sababu ametoa, badala ya kutoa malalamiko ndani ya chama, yeye amekimbilia kulalamika kwenye public, ambacho sio utaratibu wa chama chetu. Utaratibu wa chama chetu, unapoona kuna makosa unarudi kwenye chama. Kama uko ngazi ya tawi umeona taifa umekosea, una haki ya kuandika barua ili hiyo barua ya malalamiko iende mpaka taifa. Kama hawajakusikiliza, hapo unaweza kutoka nje. Lakini Mzee Malisa hakufanya utaratibu wote wa kupeleka malalamiko ndani ya chama. Alichokifanya yeye ni kuja public, akaita media, akaja public, akaanza kulalamika public, akituhumu kilichofanywa na wajumbe wa mkutano mkuu. Lakini la pili, kanuni yetu inasema wenye mamlaka ya uteuzi ni wajumbe wa mkutano mkuu taifa. Ndio mamlaka ya mwisho kwenye kila chama, iwe ni Chadema, CCM, CUF na vyama vingine. Sasa waliofanya maamuzi ndio wenye mamlaka ya mwisho. Imeletwa hoja, wajumbe zaidi ya 1000 wote wamesema mitano tena. Brother, hata uende mahakamani ushindi. Unaelewa? Yaani kwa sababu waliofanya maamuzi ndio wenye mamlaka ya mwisho. Maamuzi haya yangefanywa na halmashauri kuu ya taifa, tungesema hapa yamefanyika makosa. Maamuzi haya yangefanywa na kamati kuu peke yake, tungesema hapa yamefanyika makosa. Lakini waliofanya maamuzi haya ndio wenye mamlaka ya mwisho na Chama cha Mapinduzi, ambao ni wajumbe wa mkutano mkuu taifa. Kwa alichokifanya Mzee Malisa, alifanya ukiukwaji ni sawa na muhaini ndani ya chama. Kwa waliomfukuza wamefanya kitu sahihi. Na kuna mimi nimekuwa nikiulizwa kwamba kwa nini amefukuzwa na katibu wa mkoa. Katibu wa mkoa hakumfukuza yeye. Yeye amekuja kusoma maazimio ya vikao vya chini. Na kwa nini amezungumza? Kwa sababu yeye ndo kiongozi na mtendaji kwenye mkoa husika. Kwa mimi niseme tu, maamuzi yaliyofanyika na chama kumpitisha Dr. Samia Suluhu kuwa mgombea urais ni kwa sababu tumejiridhisha bila kigugumizi chochote kazi kubwa alizozifanya kwa kipindi cha miaka 4, kinyume na watu walivyokuwa wanafikiria alipokuwa anaingia madarakani.